Bana, sasa ni rasmi, ratiba ya ligi kuu ya Tanzania bara imetoka. Dabi ya Kariakoo inaanza Yanga Ngao ya Jamii. Then inakuja tarehe 10 mwezi wa 10, then tarehe 6 mwezi wa pili mwaka 2027. Mzee wa utopolo. Kwa kwanza nimeipenda sana hiyo. Kuna mtu anakwenda kuteseka. Unajua bwana Ngwale, hata jana juzi nilikuwa naomba, maana niliposikia tetesi kwamba ratiba rasmi Ngao ya Jamii ilikuwa imeshapangwa. Ilikuwa inajulikana tarehe 12 ya mwezi wa 8. Ilikuwa bado ligi kuu. Sasa kwenye ligi kuu huku nilikuwa naomba TFF kwamba Toto la Mudi wasilipe pumzi. Watu gee baada, maana huku kwenye Ngao ya Jamii hii ni kwenda kuruhusu kwamba ligi kuu Tanzania bara imeshafunguliwa, sasa nyie endeleeni. Kila kitu kiendelee. Sasa ili kuhakikisha kwamba msimu 2026-27, yani msimu mwingine tena kwa mara nyingine tunabeba mara 6 mfululizo, si kula wanahesabu pointi. Sasa mimi naanzaje kuchukua pointi ili niweze kuchukua pointi kutoka kwa huyu kuelekea kubeba ubingwa? Je, ili Toto la Mudi lini nakutana nalo? Nilikuwa naomba iwe mapema na kweli nilikuwa mapema na kweli TFF wamesikiliza kilio changu. Sasa wameona sasa ili Toto la Mudi, kwa sababu lishapiga kelele sana, lishajinasibu sana. Sasa ligi Ngao ya Jamii tarehe 12 ya mwezi wa 8 tunarejea baada ya miezi miwili tu, tena hata miezi miwili inaweza sitimie, tunakwenda kupiga pale kwenye mshono. Kwa hiyo niwapongeze bodi ya ligi kwamba Toto la Mudi uwanja ameshataja kwenye ligi kuu, uwanja ametaja Shamba la Bibi. Nasikia Shamba la Bibi na Shamba la Bibi kule ambao zamani ulikuwa unapiga mpira ukienda kwenye mahindi huko, ukienda kuokota mpira unarudi na mahindi, afu mahindi unashangaa yanakuongelesha wewe, hebu niache shambani umumo. Sasa waambieni Toto la Mudi ligi kuu Tanzania bara imekuwa rasmi, mimi na yeye man to man, mtu people. Waambieni mwezi wa 10, yani kipindi hicho tarehe 12 ya mwezi kwanza hapa tarehe 12 ya Ngao ya Jamii tarehe 12 ya mwezi wa 8 na kwenda kulikamua Toto la Mudi. Baada ya linapumzika kama mwezi mmoja na wiki mbili hivi, nenda nalinyoosha tena. Sasa lichague lenyewe tarehe 12 ya mwezi wa 8 nilipinde ili tarehe mwezi wa 10 nende nikalinyoshe, au nilinyoshe tarehe 12 mwezi wa 8 ili mwezi wa 10 nende nikalipinde, lisichague lenyewe, kwa sababu hili Toto lishapiga sana kelele. Sasa hapa tunataka tukaonyeshane umwamba sasa. Tena kabla hata hiyo kwenye tarehe 12 mimi ningeomba hata kwenye matamasha Yanga Day na wiki ya yani Yanga Day na ile Simba Day, mimi ningeomba tusialike timu zozote kutoka nje, tualikane wenyewe kwa wenyewe. Yanga Day nilialike Toto la Mudi na lenyewe kwenye tamasha lake linialike mimi, twende tukapimane kuelekea Ngao ya Jamii. Wenyewe wanasema walitamani dirisha msimu huu Young Africans mwanze na mnyama Simba ili wakachimbe dawa vizuri ili Toto la Mudi. Kwanza mimi siku ile naweza nikasema wajanya. Sasa hiyo tarehe 10 nataka anye, alafu tarehe mwezi wa 10 tunataka tukawatawaze, maana wale watoto ni wachafu kwa sababu wanakunya afu wanawi. Sasa hiyo tarehe 12 ya mwezi wa 8 tunataka wanye kweli, maana siku ile ileta masiara. Sasa tarehe 12 waambie waje na makopo kabisa, tutawatawaza sisi. Mimi na mnao tena. Kwanza mpaka sasa hivi timu ambao wanafukuzana kama paka watoto wa Mudi, mpaka sasa hivi washafukuza wachezaji 11 kule, tayari washabuduliwa kule. Mwalimu kashatakiwa na Kimblabia, kumbe mwalimu alikopwa mwalimu, klabu yake alikotokea washamchukua mchezaji wao za ndani hizo. Mimi nakupa za ndani hizo, mwalimu klabu alikokuwa ametokea, kumbe walimkopa Toto la Mudi, wamemtaka mchezaji wao Ibasage kwa kiwasha huko, anakuambia mwenyewe hawezi kukaa kwenye timu ya machizi huyo, na mwenyewe anataka kuondoka. Wewe bwana za ndani hizo, nani yule mchezaji wa Mamelodi Sundowns kashalala mbele, Mahema kashalala mbele. We nani yule mchezaji wa zamani ambaye sasa hivi ananyoa upako kumbe anaficha umvi? Huyu Mzamiru Yasini kashalala mbele. Kalala mbele tayari. Yule mchezaji yule golikipa wao alikuwa anamuita nani yule Buibui Kamara kashalala unyoya. Nimekwambiaje, wanafukuzana kama paka kule, na kumbe za ndani kabisa sio wanawafukuza wao wenyewe, hawataki kuichezea ile timu, nakwambia timu ya machizi. Sawa, mchezo wa kwanza dhidi ya Namungo. Namungo Sasa Namungo nataka nikamuulize, kwenye mechi ambayo tulicheza pale Ruangwa pale, tulipata goli kwa mbinde, goli la penalti dakika za jioni, azimruhusu hata kuku kumeza punje. Sasa hiyo kwenye mechi ya kwanza hiyo ya mwezi wa 8, itakuwa mwezi wa 8 hiyo. Mimi nataka nikaliulize, kwa nini siku ile alikuwa msumbufu? Hivi ni uwezo wao alitumwa na watoto wa Mudi na kwenda nyosha. Mimi najua kabisa nakwenda kutana na Mungo na watoto wa Mudi, shamba la Bwaneli, mbuza Bwaneli, pipa na mfuniko. Mmiliki wa Namungo ndo mwanachama wa watoto wa Mudi. Sasa hiyo mwezi wa 8 nataka nikalinyosha tena, na hivi ninavyosajili wachezaji wadogo yule Chuga Boy ana miaka 13. Kwanza watoto wa Mudi nasikia walikuwa wanamtaka, wameshindwa hela, hawana watoto wa Mudi. Chuga Boy kwanza na miaka 18. Nakupa historia ya Chuga Boy kwanza na miaka 18.
Zoezi anaofanya anafanyaga kupanda mlima Kilimanjaro, anapandaga ndani ya dakika 15 tu, yupo kilele Kilimanjaro. Sugar Boy kwanza kwenye kukimbia, anakimbia zaidi ya swala, anakimbia zaidi ya Range Rover, kwenye kukaba yule jamani hatari, kwenye kufanya mazoezi alimpiga siku moja ng'ombe kofi mpaka akafa. Kwanza yule jamaa ukimpokonya mpira, huo una mbio. Kwanza yule Tanzania bwana, counter attack. Kaka. Inaitwa counter attack. Kwanza yule bwana Sugar Boy kwenye counter attack ni hatari kwa sababu counter attack zinataka ile mipira kama yeye wenyewe anakuambia ile kamseleleko pia umeondoka pia unaenda kumkanda adui. Kwa sasa kwenye counter attack Sugar Boy yuko vizuri kwa sababu ni kamwili kadogo. Kwanza sisi tunazingatia yale ya maneno ya kaka yetu Kalia. Kaka yetu Kalia juzi kati hapa aliwaita nyinyi akina Ngwale, alisema jamani, naomba msimu utakao kwenda kuanza 2026-27 naomba msajili watoto wadogo wenye kumiliki kwenye kuhimili mikiki maana ligi kuu ya Tanzania bara 2026-27 itakuwa ya kausha damu baada ya siku mbili mechi. Sasa sio unamleta mchezaji kama Kapombe mwenye miaka 100, mwisho wa siku anacheza mechi leo, siku pili yake anacheza anatapika bungo uwanjani. Kwa Kalia katoa tahadhari, sajili watoto wadogo na ndio maana mimi nimemsajili nani? Sugar Boy mwenye miaka 13. Muulize kanani, ukitaka kujua balala Sugar Boy, muulize nani Mamnyeto au muulize nani Baka. Aliwasumbua. Nenda kaangalia zile mechi tulizokutana Yanga zidi ya Fountain Gate au Fountain Gate zidi ya Yanga. Yule Baka yule pamoja na Mamnyeto. Baada ya mpira ule kuisha dakika 90, wakaenda kumbonyeza engineer, huyu kijana akatusumbua, huyu kijana atufaa na huku ni chuo na hivi Mangoba yumo. Chukua Sugar Boy huyo, Mangoba huyo. Kocha lola Yanga ilo Mangoba ilo Mangoba. Ayo baba, jina gumu yule baba. Yule baba ukitaka kutamka jina lake lazima meno ya juu na chini ungoe ndio. Mangoba. Yani Mangoba, la pili ile ndo kabisa siwezi hata kulitamka baba. Baba jina gumu baba. Mangoba yeye anazungumza nani ame ndo ameenda kuongeza udambo pale, ila mimi ninachokijua naitwa Mangoba. Mangoba sijui yuko mbele huko yana Mangoba, mimi nakuwa namuita Mangoba kocha Rodriguez Mangoba baba la jina gumu yule baba. Kwa yule baba yule kwanza, kwa taarifa alizozisema mwenyewe anakuambia yeye kwanza kwenye mipira ndani huku kashazoea. Yeye anakuambia anataka waletee wananchi ligi ya mabingwa msimu huu. Mangoba huyo anataka awaletee wananchi, yani anataka tuletee. Kwa niwaambie wananchi wote wajiandae kunyanyua kombe la kafu lile, yani ligi ya mabingwa baba msimu. Ligi ya mabingwa nyumbani Homeboys kaka, linakuja safari hii. Linakuja nyumbani. Yule jamaa kwanza unavomwona yeye kashamfundisha Messi, kashamfundisha Ronaldo, kashamfundisha Mbappe. Mangoba huyo kashamfundisha Messi, kashamfundisha Mbappe, kafundisha Piramidi, kafundisha Manchester, kafundisha Real Madrid, kafundisha mpaka timu ya taifa Ufaransa. Hii timu ya juzi iliyocheza hilo jana ilobeba ubingwa hii ya kombe la dunia Spain kaifundisha. Jana Spain tumekutana na Argentina kafa pale mwenye kikosi. Argentina wala Spain kipindi cha nyuma Mangoba kaifundisha yeye. Kwa hiyo jinsi gani kwamba huyu Mangoba ni hatari. Kwa hiyo wana Yanga wote sasa hivi tujiandae kubeba. Kama watoto muda walikuwa wanajua baada ya Pacome kuumia, wakijua eti msimu huu tena eti sijui nini, wanakwambia biashara ya Yanga ndio imeisha hapa. Baba tumemrudisha Azizi Ki mwamba kweli. Hujamwona? Kasharudi hata kwenye Mzize Day kule alikuwemo, hata kwenye Mamnyeto. Kaka mimi nakupaza ndani bana, mimi nakualika sasa. Azizi Ki asipocheza msimu huu niitwe Bobi au nidai 50,000. Na Mangoba mwenyewe kapendekeza. Nimekwambia hivi kapendekeza Azizi Ki lazima awepo kwa sababu tunataka twende kwenye michuano ya CAF tukiwa na wakurungwa wachezaji ambao wanaopiga long rangers aka blockbuster bwana mizeli. Sasa usipokuwa kama kina Azizi Ki unataka kwenda nini? Tuna kocha la ball, anakuambia ball lazima litembee. Baba ball litatembea. Mtoto mmoja anataka nikamtapishe mate sawa tarehe 12 ya mwezi ngapi? Mwezi wa 8, yani kwenye ngao ya jamii namtapisha mate namtoa makamasi pale. Alafu nampumzisha ndani ya mwezi mmoja kama na wiki 2. Mwezi wa 10 naenda kwa eti nimemsikiliza yule ame wakati sisi tunamsajili tunamtambulisha Sugar Boy, tukamwambia nyezuruleni huko. Nyinyi kuzurula kwenu tutataka lama baadaye. Ame akatujibu anakuambia kesho tunashusha kifaa. Tupo huko migodini tutashusha kifaa kinacholingana na migodi. Jana mimi nimekaa nyumbani nikasikia wanatambulisha mchezaji ambao ni migodi. Eti nani Nation yeye mchezaji. Nani bwana mpiga kelele? Mlipiga kelele sana akachukua pamba ya kucheza. Nani akucheza? Sasa hata angecheza angefanyaje sasa? Nyinyi ndio mlikuwa mnalalamika. Nani? Kwamba nyinyi ndio mlikuwa mnalalamika nini hajacheza? Sasa ngoja kwanza.
Sasa huko kuto kucheza na waliamua asicheze kwa sababu alishamuona sio mchezaji. Ukimwona mtu ametokea benchi, hiyo sio mchezaji. Huyo Nation ni mtu wa kawaida. Nenda akachukua clip akiwa na Pamba, alafu nenda akachukua huyo Nation huyo, nenda akachukua clip akiwa na Pamba, anaichezea Pamba. Nenda akachukua clip za nani huyu nani Sugar Boy akiichezea nani ile Fountain Gate, nenda kalinganishe. Unaona ni jinsi gani kwamba huyo Nation ni mchezaji wa kawaida, tena sio mchezaji wamemuokota. Yani kule kuna mtu sasa hivi anasajili wao wanaokotana. Yani mimi nasajili wao wanaokotana, mimi nasajili wao wanaokotana. Alafu baadaye tukija tukiwakanda tukibeba ligi kuu, Yanga anaharibu mechi, GSM ananua mechi. Kuna wakati sisi tunaweka mipango thabiti ya kusajili wachezaji, wao wanazurura hapo Ngorongoro kule. Mwisho wa siku sasa hivi wamekauka, wanazurura kusalimia ndugu zao Simba. Nani wale wanyama kwao. Na ndio maana kweli sasa hivi kweli kuna timu ya mpira na kuna timu ya wanyama. Kwao wale wameenda kuwasalimia wanyama wenzao. Sasa mnyama toka lile kacheza mpira. Sasa anapokosaga kombe, alafu wanalalamika nini, na wakati kumbe wao wanaleta masiara. Mimi nasajili wao wanazurura, naenda kusalimia wanyama kule. Wapo Ngorongoro wanacheza na wanyama kule. Na wakati mimi natambulisha wachezaji. Wachezaji wanao wachukua tena sio bora angekuwa na wasajili, wanawakopa kwa njia ya vikoba. Hivi mchezaji umemkopa unatakaje afanye vizuri? Sasa subiri mwezi wa 12 tarehe 12 ya mwezi wa 8 tunapoenda kuwapinda tena. Sio tunaenda kuwanyosha, tunaenda kuwapinda tarehe 12 ya mwezi wa 8. Kaka nitamgaragaza. Nataka nikamuulize kombe la FA alibebaje na yule shoga yake yule mfunga madisha alibebaje. Ndio nikwambia nikiwa kama rais wa Tanzania tarehe 12 ya mwezi wa 8 naenda yule salikunywa. Sasa mimi tarehe 12 mwezi wa 8 nataka anye kweli.